Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tuinamishe vichwa tumshukuru Bwana. Baba, tunakushukuru na kuinua kwa ajili umekuwa mlisi mwema. Tumekuona tangu wiki mzima, tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kutafuta uso wako. Kristo, tunaomba utupatie nguvu na imani katika safari ya wokovu. Kila nguvu za giza na magonjwa kati yetu ukayapomoe. Kila vita na magonjwa kati yetu ukaondoe. Baba, ukaondoe vita na magonjwa kati ya watu wako. Watakase, walinde usiku na mchana, waamkapo wararapo wakuone. Na kushukuru na kuinua kwa yale yote umetutendea Baba. Naomba naenda kupeana neno lako, unichase na ukanifungue kwa ajili ya kazi yako, uwafungue kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya kusikiliza neno. Nimefunga kila maroho kutoka baharini, kusimuni, changuani na nchi kavu. Roho inaweza kuleta utatanizi katika kazi yako, kondoe. Simama pamoja nasi mpaka mwisho wa doari. Tunaomba amani na neema kutoka juu mbinguni. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika kitabu ya Zaburi 146. Tunaona kuona vile Daudi alifurahia kwa sababu wakati wa kumcha Bwana katika roho ya imani na upendo alipata ushindi. Katika Daudi mwana wa Jesse aliona makubwa kwa ajili ya kumwamini huyo Yesu Kristo. Na wewe kuwa na imani kwa kila jambo unaotendea Mungu. Hakikisha urarapo amkapo umefanya jambo ya kumpendeza Mungu wako. Usimfanye jambo ya kumkasirisha ama kumsubirisha tena kumrudisha kule msalabani. Jaribu kutenda yaliyo mema, uhesabiwe mwenye haki katika hema la Bwana. Vile Daudi alipokuwa anatembea katika nuru, ndio Bwana alimuinua katika shida zake zote, kwa sababu kila wakati alipokuwa anamuita alikuwa anaitika kwa haraka. Alikuwa anamsifu, alikuwa anamuinua, alikuwa anamuomba katika njia mingi, lakini Bwana alionekana akiwa Mungu. Na yule anayemtegemea Yesu Kristo hawezi akaibika. Maandiko yananiambia ya kwamba hawezi akatemwa. Kwa hivyo msikirie huyo Yesu na muandamane usiku na mchana. Kaa pamoja naye na kila jambo ufanye katika njia za imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika Zaburi, kitabu ya Zaburi, tunaenda kujifunza katika kitabu ya Zaburi 146. Ituambie jinsi vile Daudi alikuwa na sifa kwa kumpata msaada kutoka kwa Mungu. Alikuwa na sifa kwa ajili ya kupata msaada kutoka kwa Mungu. Maandiko yatuambia hivi, haleluya. He nafsi yangu umsifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaoishi. Nitamwimbia Mungu wangu ningali na hai. Msitumainie wakuu wala binadamu ambaye hakuna wokovu wake. Pumzi yake inapotoka anarudi katika udongo wake. Siku hiyo hiyo mipango yake utoweka. Tumpigie Kristo makofi. Daudi akasema ya kwamba anamsubu huyu Mungu Yesu Kristo wakati wote anapoishi. Kwa nini aliamua kumfuata na kumsifu Yesu? Ni vile aliona matendo makubwa alipomtendea. Ni vile aliona wakati alikuwa na vita alimsaidia. Ni vile aliona wakati alikuwa na dhoruba alikuja akamuondolea. Kwa hivyo akanena akasema katika maisha yake atamsifu Bwana. Na katika muda anapoishi hapa duniani lazima amsifu Bwana. Sijui wewe lengo lako liko aje wakati unaomuita huyo Yesu Kristo. Sijui unamuita kwa ajili ya wakati, sijui unamuita kwa ajili ya mtaka kitu, wama unamuita kwa ajili ya kutafuta uso wake. Wewe Mkristo uamue unatoka wapi unaelekea wapi. Usicho ukawa mahali kwa ajili ya wakati. Wacha ukiwa mahali kwa ajili ya kutafuta uso wake.
kwa sababu tunachua kwamba ya ulimwengu yataisha, lakini neno tasidi kusimama kuwa neno. Bwana Yesu apewe sifa. Waliomsulubisha Yesu Kristo walipomuua walifikiri neno iliisha, lakini ilisidi kuendelea mpaka wakati huu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ichalizi mpendwa, ni wapi umepita? Ni mapito gani uko nayo katika maisha yako? Lakini muamini yeye Yesu Kristo, kwa sababu yeye ufufua walio na imani. Yeye ufufua walio na imani, yeye utendea walio na imani. Yeye ufanya makubwa kwa walio mtumainia na kumwabudu katika roho yake na kweli. Kwa hivyo tuache wa Kristo kumpapasa huyu Yesu Kristo. Kwa sababu kimpapasa, yeye hataki kuchanganyikiwa, yeye hataki kupapaswa. Yeye anataka yule mtu ameamini na kuamua katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona kwamba wengi walikataa hili neno, lakini hili neno ndio liliokoa likawa msingi kwa kila aliyomwamini Yesu Kristo. Ilikuwa hii neno lilifukuza mapepo, kwa sababu ukitamka hii neno liko na nguvu kuliko mambo yote. Kwa hivyo ni vizuri kumwabudu huyu Bwana katika roho yake na kweli. Yeye hataki changanya, kwa sababu ukichanganya unaitisa kaburi ya haraka. Kuna wale wamechichimbia kaburi lakini hawajachua kama wamechimba. Lakini tunaomba sana Mungu awafungue wapate kuona wako karibu kuchifunika na ile kaburi yao. Wacha tumwachie huyo Bwana atawale katika mioyo yetu. Atawale roho zetu, ndio akucha akiwa Mungu katika shida na macharibio mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia, Daudi akasema, usicho ukatumenia wakubwa wala hawana wokovu ndani yake. Mtu ni tajiri lakini hana neno. Akipata jirani yake akiwa na njaa, hawezi akampatia chakula. Kwa hivyo anaona zile pesa, lakini hajui mwenye kubariki na ile pesa ni nani. Kwa hivyo akaonya akasema, wapendo, msiche mukatii, ama msiche mukaandamane, ama msiche mukategemee wale wakubwa wenye hawana wokovu ndani yake. Kwa sababu yule anaweza kukuua, aende mahali pale kotini, na akifika mahali pale kotini afanye vile anasema afanye, ameajiriwa na wewe umekufa. Hayo ndio hayo ndio maneno alinena ya kwamba msiamini wale watu hawana wokovu ndani yao. Kwa sababu njia zao ni pana. Njia zao zile pana zinaweza kwenda katika mahali kusioshukana ama mahali pa kuzumuni. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye akahonya wanadamu ama Wakristo wasicha wakaungana na watu wakae nao katika hekima na maarifa. Wale watu wasiomtambua Bwana. Kiwa wewe Mkristo uliitwa na umeokoka, ukianza kusikana na waizi lazima utaiba. Ukianza kusikana na walevi utakuwa mlevi. Ukianza kusikana kama ni mtoto, ukianza kusikana na watoto hawana adabu, utakuwa na wewe huna adabu. Kwa hivyo lazima ukue discipline yourself ndio kuwe respected. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiwa mtu uko discipline, respect itasoa haraka kabla mtu achapeana kwako. Kwa hivyo uchipende, uchiamini, utende yaliyo haki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usituaminie wakubwa wale wachaokoka, wale wanaotenda mambo ya ghasia ama mambo maovu. Tegemea huyu Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye alikufa msalabani ndio mimi na wewe tupate wokombozi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu anasema hao watu wasio na neno wakikufa pumzi yao ipotea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yule aliyo mwenye haki, maandiko atuambia kwamba jina lake linakumbukwa sasa hata milele. Lakini yule asio na haki, jina lake lipotea. Dorika wakati alipokuwa katika hema la Bwana alikuwa anafanya nini? Si alikuwa anasaidia wachane na yatima, alikuwa anasaidia maskini, alikuwa anafanya vitu ya kufaa katika hekalu ya Bwana. Ndio naona wakati alipokufa nani walilia? Ni wale walio nje. Walilia wa ndani. Kwa hivyo tenda yaliyo haki, uhesabie kuwa mwenye haki katika nyumba ya Bwana. Kaa ukiwa unatafuta nini? Fanya kila siku jambo inaweza kumpendeza Bwana. Hakiwa katika kiti yake enzi anainuliwa. Malaika na wasambulia wanasema kweli yule Mary, yule Choni anachua ni nini anafanya katika maisha hii.
Maisha haya tuko naye ni magumu, lakini itakuwa magumu kwa yule asiyomwamini. Inakuwa rahisi kwa yeye anajua neno. Na unaweza acha kujua neno kama usomi? Una Biblia usomi? Unaweza acha kujua neno? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Utachua hii neno ikiwa utasoma. Mimi nilifurahia sana tulipoongea na mama mwingine kutoka pande ya nyumbani. Aliniambia nikienda nimkumbuke kumpelekea Biblia ya Kisii. Pigie Kristo makofi. Hiyo ndiyo aliniitisa. Alisema yeye anataka Biblia na ni mama mchane. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe mwenzangu, tafuta wakati wa kusoma maandiko. Tafuta wakati kujua nini Agano ya Kale na Agano Jipya. Lile asomwa na watu waliomtambua Yesu Kristo. Walikuwa ache. Wale waliokosea walirekebishwa ache. Bwana Yesu apewe sifa. Nakwambia mpendwa, usiposoma hii neno utachua kudurumu mwenzako ama kupiga mwenzako vita baridi ni vibaya. Utaona ni kawaida kwa sababu uko na do, unaweza kumwamisa. Uko na pesa hata kumpiga, hata umstaka kwa vile hatuna justice, si ndio? Utafanya nini? Utaachiliwa. Kama ni uongo. Kwa hivyo ukisoma hii Biblia unaweza kuona ni mambo gani unayoweza kumwazi Bwana. Na ni mambo gani unaweza kutenda vyema mbele ya Bwana. Ndiye akuhesabia kuwe mwenye haki katika imani yake. Ndiye akuinua kukumbuke katika maisha yake. Mimi nakumbuka miaka imepita karibu 20, kuna jambo moja nabii wa Bwana aliniambia. Aliniambia ukitenda mema usihesabu yale mema umetenda. Mwangalie Kristo. Ukisaidia jirani yako usiangalie ni mara ngapi umemsaidia. Mwangalie Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa sababu unaweza kutenda hayo yote ukiona ni hasara, lakini kuna wakati Mungu atakujibu. Kuna wakati Mungu atakuinua. Kuna wakati Mungu atalipa vile uliotenda mazuri, akuinue zaidi hapo. Ukae kuna wakati wa kuchipiwa na Mungu. Usione kama umefanya hasara, usione ya kwamba umefanya hiyo jambo kwa muda mrefu, lakini muongojea Bwana kwa kila jambo katika imani. Dada mmoja akaniambia yote yanatendeka kwa watu walio na imani. Kaniambia vile alikuwa ameteseka sana. Akaenda hospitali, alikuwa na ndugu na dada, lakini hakuna mtu alikuwa anamsaidia katika madhabahu. Wakati wasasi waliisa kabisha, walitengwa, walitawanyika katika familia. Mwingine hata kusikia mwingine ni mgonjwa na kuna pesa hawezi akamwangalie. Hii pesa ya ulimwengu tutaiacha, lakini neno itasimama. Kwa sababu haya yote ni Mungu anaotubariki naye. Furahia kwa yote kwa sababu yeye ndiye anapeana, lakini usisijivune na kuchilinga mbele ya mwingine. Alikuwa anaenda Kenyatta kila wakati kuitisa matibabu. Aliona tu ameenda na ameacha watoto wake. Lakini akawa na imani, akawa anaomba atoke katika hekalu ya Bwana akiomba. Sio kuomba peke yake, alikuwa anatoa kwa ajili ya maombi yake ni yasikike. Alipofika mahali pale aliambiwa hakuna magonjwa, hatuoni ugonjwa. Daktari wa mwisho aliyompata alimwambia tafuta maombi na Bwana atakubariki na atakuponya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wakati wana wa Israeli walikuwa kule Misri, walikuwa wako na kiambasi hawataki kuelewa. Wao kuwa wanataka kuelewa ni jambo gani yaliyo nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini wakati Farao aliongezea kazi ikawa mingi, ndio walikumbuka kuna Mungu. Kuna yule anataka akwe kidandani ndiye ajue anza kumwomba Mungu. Lakini mpendwa, nakwambia hivi, usiongoche Mungu umuite wakati uko na shida. Muite wakati wowote. Hata ukiwa stema, hata ukilala vizuri, hata ukiwa una matatizo yoyote, muite Bwana. Kuna wale wa Kristo wengi wanaongojea kama wale wana wa Israeli waliongojea kule Misri. Wakati waliongezewa kazi mingi, ndio walianza kumulilia Mungu. Na wakati wewe utakuwa kwa kitanda, ndio utaita nabii. Ndio utaita muombaji.
ndio utaita mtumishi wa Bwana. Usiongoje mpaka wakati huo. Wakati maisha itakuwa ngumu, wakati utakosa kazi, ndio utaanza kutafuta Mungu. Muite Mungu hata wakati unakuwa bilionea. Tupigie Kristo makofi. Kwa hivyo nataka umuone hiyo Yesu Kristo aliyotukufia. Zitaki uchione mahali huko. Nenda kao ulikuwa chini umeinuliwa. Nenda kao ulikuwa mgonjwa umepona. Muda sio muda wa miezi 3 umesahau huyu Mungu. Unaona sio yeye alikupona. Unaona uko mahali pengine, unaona ni uwezo wako. Lakini jua ni neema ya Bwana. Na hii neema ya Bwana amekupatia, uipatie heshima. Kuipatia heshima ni kuheshimu wenzako walio chini. Bwana Yesu apewe sifa. Uheshimu pia uwapende. Na ufanye haki mbele ya macho ya Bwana, ndiye asidi kukulinda na kukuinua. Katika safari tuko nayo wa Kristo, iko na milima na maponde. Lakini ukiwa unamwamini Yesu Kristo, utaona hiyo milima na maponde, utaona ya kwamba iko sawa. Unaweza kuona ya kwamba amekuachilia, lakini uacha nikuambie leo Bwana ako pamoja nawe. Anaendelea kutendea yaliyo mema. Anakupangia mema. Anakuandalia mahali pazuri unaweza kukaa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Dada kalia sana. Kuna ndugu yangu ako Nakuru, nitumie pesa, akamwambia hata mimi nikiona pesa nimemuona Mungu. Na ako na pesa. Hadi akiona pesa amemuona Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale walioinuliwa na wanaitisa kushushwa. Kwa sababu mahali kiwango Mungu amekuweka, utaki kuheshimu hiyo kiwango. Uone ni neema badala ya kujiona. Nataka tumuone Bwana, hawe mdogo ama mkubwa, hawe tajiri au maskini, ndio tufuate kufika katika hilo mchi ulioandaliwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumwabudu ya kwamba tutamwabudu mbele. Tufundisha hao watoto vile wanaweza kukaa katika hema la Bwana, kwa sababu sisi tunaenda tukiseeka, na hao ndio watakuwa wakati wao. Na wakati huu wanajiita machenzi, ndio wakati mbaya sana. Kwa sababu kitu kimoja, hawaheshimu wazee. Ni uongo ama ni kweli? Kwa sababu ile lugha wanayotumia sio lugha ya kumpendeza roho Mungu katika kiroho. Lazima tuwaombee hata wakiwa katika hiyo stage, kwa sababu ni wakati wake. Wakuwe na heshima. Wajue vile wanaongea na wakubwa wao. Wajue wanaongea na wazazi wao. Wajue vile wanaongea na yote wanayokutana akiitwa mtumishi wa Bwana. Wasicho wakapokea laana. Unapata watoto wengi wamepokea laana kutoka kwa watumishi. Kwa sababu anaweza kukaa karibu na mtumishi, achui kuongea naye. Anaongea mbaya, hata akimkuta Saida anatoka kwake na hiyo anamgonga kwa njia. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiona wakati huu ni wakati mgumu. Na hii wakati mgumu ndio sisi tunapata nguvu katika safari ya wokovu. Ulimi ndio umepoteza Wakristo wengi, kwa sababu hawajui kuongea yaliyo haki. Wanaongea kwa ajili ya wakati. Ndio wakufurahishe, wanifurahishe, ndio wakati wa kupitia. Yaani imekuwa ni muda mchache, 1%. Ndio naweza kuona ya kwamba amesimama katika ukweli. Lakini 9% walienda wapi? Tukaona maelfu walianza safari ya kuelekea Kanaani. Lakini tukaona nina wawili, Joshua na nani? Ndio walimaliza. Hao wengine nataka ufikirie, utafakari hao walienda wapi? Ni wakati huu ulipokuwa umetabiriwa. Na wakati huu kila mtu achunge imani yake. Kwa sababu baba yako, mama yako, ndugu yako, dada yako hawezi akakuokoa. Lakini mwenye atakuokoa ni Yesu Kristo, yule aliyokuokoa mwanzoni. Ndiye atakufundisha njia zake na sheria zake. Ambia Mungu wakati unaomba katika maombi yake, akupatie nguvu na uvumilivu na kuongoza katika njia zake. Likuwe sito nyepesi, akufukishe ng'ambo ile. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo katika hii wakati ni Bwana utawala, sio mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni Bwana utawala, sio mwanadamu.
Turudi katika mstari wa 5, yatuambia Eli ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake na tumaini lake ni kwa Bwana Mungu wake, aliyezifanya nchi, mbingu na nchi, bahari na vitu vyote viliomo, uisika kweli milele. Maandiko yatuambia kwamba Eli yule Mungu wake, ambaye Mungu wake ni Mungu wa Yakobo, mwenye apeana msaada kutoka kwake, kwa sababu yeye ndiye aliumba nchi na mbingu. Yeye ndiyo tegemeo na kimbilio, yaani ategemee mwanadamu yoyote. Amnamtegemea, anamuomba na anajituma. Unajua ukiomba Mungu lazima ujitume, my friend. Omba Mungu na ujitume kwa kila jambo. Ambie Bwana, nitatafuta kazi nimekosa. Ukiomba amuko ujitume, sio rare. Nataka ukiomba unajituma. Usichague kazi, kanyaga hata mchengo ufanye. Lakini uraro unasema anti atanitumia, anko atanitumia, sister atanimtumia, akona pesa. Sister akona mpango yake. Inataka wakati unaomba unajituma. Unamwambia Bwana, tazama niko na familia, niko na watoto wanataka wakule na ukunywa. Yaani anataka wewe peke yako ujielezee. Usijielezee katika maringo, lakini ujielezee katika njia ya kumcha Bwana. Na sasa watoto wanataka wakule wasome na mimi nikae vyema. Na unajua nikikaa vyema nitachua kukutumikia, nitakuwa na afya ya kukutumikia. Nikiwa mgonjwa sitakuwa na afya ya kukuita Bwana. Unichalie nitakapotoka tukutane na uso wako. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kutoka kuambia jirani ati wacha tu niende, kwa sababu nikienda huko ndio nitafanya nini? Nicharibu kazi. Sitaki leo uende kucharibu kazi. Nataka kesho uende ukutane na kazi. Haleluya. Kwa hivyo tuache kusema wacha niende nicharibu kazi. Wacha niende tukutane na uso wa Bwana. Kuwa na imani. Imani. Unakuwa na uchasiri. Ukuwe na imani kwa kila jambo unaenda kufanya utafaulu. Wacha kupatiza kila wakati iko hivi na hivi. Mwambie Mungu, mimi nikitoka najua wewe ni wako. Mimi ni wangu. Wewe ni wangu na mimi ni wako. Ikiwa nimeenda kinyume cha mapenzi yako, naomba msamaha. Unajua lazima kuomba msamaha ndio mambo yake ipata kufika, ndiye sisuie hapo angani. Umwambie ninajua mimi sijatenda mazuri mbele yako, lakini kwa chini unanipenda na wewe ni Mungu wa neema, na kuomba uniongoze nikitoka mahali hapa. Unipatie nguvu ya kuenda kupatana kazi nifanye, ndio nikule nishibe, nikuwa na afya ya kutumikia. Mtu akiwa na njaa hawezi akaomba, atakuwa anafifiria, amnafifia. Ndio naona ya kwamba kanisa ikiwa na njaa, mhubiri akisimama anasimama akiwa, yani akienda anakuwa anaomba ni kama anawaraani. Mama mmoja wewe kuona hivi. Iko hivyo. Nimeongea uongo ama ni kweli? Kwa sababu atasiba, wewe unamwangalia ni kiatu wamevaa gani na wewe hujatoa kiao umpe. Unaenda huko nje unamdiscuss. Unajua wengi wamepokea laana za watumizi. Unaenda ukiongea mbaya juu yake, na hapa kasati naona ni 150 20. Uwezi ukamnunulia, Unaona kama matoleo yao inaenda kumfukiza mahali pengine. Ujue ya kwamba hiyo matoleo yao kinaweza kuombewa na ufunguliwe njia. Unafanya hivyo tu. Unaacha wengi wakienda niliona mtumishi wa Bwana akifunga kanisa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wewe uko kati hapo unataka kuwa mwinjilisti, mwalimu, lazima ujitume kuwe na mambo yako ndio ende kuhubiri. Usitegemea watu wa kanisa, kwa sababu wanaweza kukuaibisha. Basta mwingine akaniambia mimi nimenunuliwa nyumba mahali fulani, nakaa vizuri huko Yoruai. Nakaa sasa ni chini ya Bwana na chapa. Bwana Yesu apewe sifa. Ngamuuliza uko na familia na watoto wako na shule na wanasoma? Akaniambia hata mwangu wako form 2 wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Namwambia sasa karo unapataje? Ati wanakuja wanachanga wanamlipia. Uacha kanisa igome. Aliona siku refu.
alifanya kuhama kwa hiyo kwa hapo mahali. Aliona siku refu. Ndio maandiko yanatuambia tusitegemee watu wasiomwamini. Sio wote walio ndani ya kanisa wanatafuta uso wa Bwana. Sio wote waliokoka walio katika kanisa. Sio wote wameokoka. Ni wachache wanataka kutumikia Bwana. Lakini utapata 3/4 wamekuja kwa ajili ya wakati. Wafanikiwa wakufaulu, utawaona. Ni wangapi wametoka hapo umewaona? Wengine wako na magari kubwa lakini hawakumbuki kama tulikuwa na Nicholas. Hawakumbuki. Hata wakiona Nicholas anatangaza mchango ya mtoto, hiyo wanafanya nini? Wanaepa hiyo ama wanafanya nini? Wanafanya? Alafu wakifanya hivyo, na wakati wa shida mlikuwa na yeye, lakini wewe Mungu amefungulia njia, ameenda kule ng'ambo wengine, hataki kurudisha mkono, anasema wacha tu. Mimi nilitoka huko. Ulitoka huko lakini ujui madhabahu yaliyokuombea ni ya wapi? Ya nabii. Madhabahu ilifanya wewe ukainuliwa ni nabii. Kiwa madhabahu ni Yesu ndiye alikuinua ni sawa. Ikiwa ni ya Katoliki ilikuinua, rudi Katoliki shukuru. Kiwa ni Yesu ndiye rudi Yesu ndiye shukuru. Kiwa kila mahali Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sio wote walio mahali hapa kwa ajili ya uso wa Bwana. Tuko na Judas, kwa ni siri? Tuko na Delila, wale wamekuja kunyakua watu wetu hapa ndani wakiwaambia tunawapenda. Baada ya miezi 3 tunasikia wako pamoja nao. Ama ni uongo? Iko hivyo. Wako kwa ajili ya wakwe. Wameona karembo mahali. Wanataka anaokoka kwa sababu anataka huyo mrembo. Sio wa kwenda kuishi. Ameokoka kwa ajili anataka yule alafu anamuingiza kwa alafu kwa huyo anapotea. Huyo mwenye umeamini Yesu Kristo sema amen. Na vile uko ujue ya kwamba sio wote walio ndani ya kanisa wameokoka. Kwa hivyo kitu nawaombea kila mtu achunge imani yake. Dalili ya mvua ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kila mtu achunge imani yake. Ajue ni nini amekuja kutafuta katika hekalu ya Bwana. Sijakataa ukitafuta karembo. Sijakataa ukimtafuta. Lakini wewe je, umetafuta Yesu Kristo ndani yako kwanza? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua kuna kitu tunaangalia tunajua kwamba Mungu wetu anaweza. Kuna kitu tunaangalia tunasema hapo sio Mungu. Kuna kitu ukiangalia unajua kwamba nyakati hizi ni hatari na kila mtu achunge imani ya. Kwa sababu Shetani amechua njia zake zimekuwa fupi. Sasa kumesikana hawezi akatembea. Hawezi akatembea akafikie kile alikuwa anataka. Sijasema wale wote wakiona warembo ni wabaya. Kuna wale wanataka ndoa, lakini kuna wale wa kuachili ya wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sasa Shetani yeye anachua ana wakati. Wakati wake umekuwa fupi. Ako katika mbio. Na huyo Shetani anatafuta watu wenye anaweza kunyakua. Nilisikia jamaa mmoja aliokoka akasema yeye anaingia university yananyakua vijana na wasichana haraka. Vijana na wasichana haraka. Akauliza ni kwa nini? Wakasema hao watu wanataka raha. Kwa hiyo sasa nauliza, fozua. Kila mwaka tunachanga. Tunachanga muende kutafuta raha. Ama tunachanga muende kusoma. Huyo ni mtu amenyakuwa watu kadhaa kutoka university amewaingiza mahali. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nafaa tuombea watoto na tuwafunze njia za Bwana. Akienda mahali pale ndio nasema mtoto akifanya grade 9 mpeleke kule town, mtembea hata siku 2-3 mkirudi.
Mnunulie chips inasunguka kwa nini? Nawe wacha ukasia mtoto mzee, mletee chips. Sio hii ya kichichi. Enda town umletee na kuku kakuota bwana. Akikula hata akienda kule university, mtu amwambie tuone nikakuniwe ka chips. Atakumbuka baba alikuwa niletea ni ya kawaida. Lakini wewe ukimkasia hata wakati uko nayo, unamwambia maisha yako ni muhimu, ulilelewa vigumu, au achalelewa vigumu. Au wanaona vile tuwachukue vile dunia inaenda, lakini tuwafunze sheria za Bwana. Tuwafunze vile wanaweza kukaa. Bwana Yesu apewe sifa. Niliona mtoto wa miaka 8 aliuzisha baba yake. Na wewe baba unakuingia kwa nyumba unapiga kelele kila wakati na kuchapa mama. Hii ni tabia unanifundisha na mimi nikiwa mkubwa nikioa nianza kupiga bibi yangu. Alikaa chini akanyamaza. Umeona sasa? Hawa ni watoto. Hiyo swali utachibua ingekuwa wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka watoto wageheshimu, heshimu mama yao. Ukubali na mimi, usiponikubali. Kama ni sivyo watakupangia plan B. Na utatoboa. Bwana Yesu apewe sifa. Heshimu mama mbele ya watoto. Na ukiheshimu mama mbele ya watoto na watoto watakuheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa miaka 8 kijana alimuuliza vile unapiga, sichaona makosa ya huyu mama. Lakini kila wakati ni kelele. Wakati ukiingia, wewe sio mlevi. Mlevi tunaweza kumsema pombe, ulevi na mchukua haraka. Lakini unampiga, hii sasa ni kufundisha hata mimi nikioa, hii ndio tabia nitakuwa nayo. Ungekuwa unachibu aje? Tutembee katika nuru na mwangaza. Tuseme sana ukweli. Kwa sababu mahali tumefika ni mahali kwa kuongelezana ukweli. Ndio ukweli. Mungu achitirisa akionekana yeye ni Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu asidi kulea vyema watoto wako pamoja na nyumba yako. Vile utamwendea yeye ni vile atakuchibu. Vile utakuwa mchanja mbele yake na ni vile atakuachilia. Lakini hii generation tuiombea sasa, hata kuoa yao itakuwa ngumu. Wataona ni hasara. Si ndio? Wataona kama wangechaza. Unajua ni huzuni sana ukiona ya kwamba mmefanya process pamoja, inafika unaamua kuwa bibi ama bibi unaamua kutoroka na mali. Hii mali ya ulimwengu tutaiacha. Hatutaipeleka mahali pengine. Tutaiacha, lakini neno la Bwana litazidi kusambaa. Wacha neno la Bwana lisambae katika maisha yako. Wacha Mungu akuongoze vile yeye apendavyo. Usikubali ukuwa control na mambo ya ulimwengu. Usikubali usike maneno ya watu kwa sababu itakupoteza. Wacha rafiki yako akuwe Mungu. Mnielewe vyema, sitasema ufanye nini? Ukatae rafiki yako. Lakini wewe mama unaambia Bwana unaenda kutembelea rafiki yako siku 3. Kwani rafiki yako nani anapigia mume wako? Ati unaenda sio kwenu, anaenda hata kwenu siku 3, nani anapigia mume wako? Utaenda for good reason. Ni uongo ama ni kweli? Ndio unapata ya kwamba mandoa zinapomoka. Ni maharusi ya siku hizi tutaiombea sana kwa sababu hasina mwelekeo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni maombi yanataikana. Ndio naona ya kwamba Daudi aliwaambia msitumainie mwenye ana wokovu ndani yako. Wewe unatoka kanisani, unaenda unakutana na mtu hakuenda kanisa, unaenda kukutana na mtu hakuenda kanisa, alikaa kwa nyumba. Sijasema muwatenge, lakini mkae nao na hekima na busara na maarifa. Mnakaa nao njia nzuri. Hata anaweza kukaa kule nje, lakini kulingana na matendo yako na mienendo yako na kuongea kwake inaweza kumtoa nje mwingine kwa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiona unachua kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati, kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa mangamizo. Ukiona huyo mtu abadiliki, ujue kwamba amesetiwa kwako kukugeuza. Unaibukana naye. Kwa sababu kuwa na rafiki sio lazima, is your own choice, si ndio? Lakini mbona wewe unataka uanguke na yule alianguka kitambo?
Mbona unataka mtu anakutembelea anakuambia vitina? Ati hiyo ni mfuasi wenzangu. Kwa sababu hujajua ni yeye kama ni Judas ama ni Delila kwako. Lazima uangalie hiyo vitu. Lazima ombe sana, umwambie Mungu akupatie hekima na busara. Unaweza kutofautisha yaliyo mema na mabaya. Unaweza kujua huyu mtu amekuja kwa lengo gani? Amekuja kumaliza ama amekuja kufanya aje? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndoto ulio nayo sio ya kuambia kila mtu awe nani, ambia Mungu. Kwa hivyo yule utaweza kuambia hata yewe ni ndugu yako ama dada yake, kumbe hakutaka ukue mbele yake. Akatise ndoto zako. Kwani ni uongo? Kaini alifanya nini Habili? Si alimkatiza kwa sababu ni ndugu yake, lakini alikuwa na wivu. Kwani wivu Elisha? Wivu Elisha alifanya Joseph afanya nini? Si akauswa. Kwani hayo nataka mfunguka akili muone. Akili muwe mnawaza na mfunguke macho muone. Kila mtu sio wakuambia anaenda kufanya kitu fulani. Sio Mungu wakuambia huyu mtoto wangu nataka aende national school. Akupigie makofi. Ikiwa tunawaita mchango mnatoka. Sio unatoka utaki ushindwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna kitu tunaangalia kama sisi wale tunaoamua kumfuata Yesu Kristo. Lazima tumfuate ya kwamba hatutamfuata tena. Ambia Bwana akufundishe kunyamaza. Usio mtu wa kuroboka juu ya nyumba yako. Usio Mungu ya kuroboka juu ya plani zako. Mungu akupatie roho ya kunyamaza na akupatie kiba na maarifa kwa kila jambo. Ndio tafaulu katika hii safari. Kwa sababu hii safari inakuwa na yumba. Usipokaa na hekima na Mungu akuongoza, ukijiongoza utafika kule Kanaani. Wale walipokuwa na Joshua na Kalebu walijiongoza badala ya kuongozwa na Mungu. Kwa hivyo nawaambia msicho nimeongoza katika hii safari. Na ukiomba Bwana ukiona jambo imekuwa zito, ambia Bwana niongoze. Usikifa haraka kwa sababu itakuwa shida kwako. Tunaomba na tunaongojea kwa imani. Hatuombi tukimpangia yeye Mungu vile atatenda. Lakini sisi tunaomba, tunaongojea kwa imani kupitia mwanae Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuombe tukiongojea huyu Yesu Kristo kwa imani na kila jambo litaenda sawa. Bwana Yesu apewe sifa. 7, wafanyie hukumu walionewa. Uwape wenye njaa chakula. Bwana uwafungue waliofungwa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba Eli yule Mungu wa Yakobo ni msaada wake. Maombi yake ilipokuwa hivi ya kwamba awafanyie hukumu kufanya nini? Walionewa. Waliowekelewa mizigo mizito. Hawana haki. Kuna haki kweli? Haki ilienda wapi? Unajua Shetani ametawala katika taifa letu. Na vile sasa taifa letu sio watu wa kuomba sana, tungokiwa sisi tungeangamia wote. Lakini tumesimama kwa sababu kuna wale waombaji kati yetu wanaomba zaidi. Ndio tupokee neema kutoka kwa Bwana. Ndio serikali yetu isimame, ndio mauaji yasimamishwe katika taifa hili. Ndio magonjwa kama Ebola isimame. Ndio magonjwa kama HIV wafanya nini? Eishe. Hata ikiwa kama mimi niko na mtu amegonjeka miaka 35 na ako nayo na ako afya. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akupatia muda ndio mtafute uso wake. Ukae umtafute, umtambue ya kwamba yeye ndio Mungu. Na kuna jambo linayokuja kwa ajili Bwana ajitiriza kwa kati ya wanadamu, achue ni nani anaomwabudu na kumwamini. Juzi mulisikia watoto wanapotea, wanaenda, mulifanya aje usikia? Ama wewe ulichikunja kama mfuasi wa nabii ukasema wetu hawachachukuliwa? Nani anakuambia hivyo? Umewekwa mahali pale kwa ajili ya kuomba. Wewe pamoja na nchi. Ndio sasa unaomba na Mungu anakumbuka wako mahali yako. Lakini ukiachilia utaomba, Shetani atatawala. Shetani ataenda akustaki.
Asema yule ni vile umemweka safe na nyumba yake wanakula vidogo, wacha nimtingise kidogo nione vile atafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa vile sisi wa Kristo ni waombaji katika taifa hili la Kenya, tuombe ya kwamba hatutaomba tena. Tukae katika imani katika safari ya wokovu. Ndio hata haya ya kicha yanakuja kwa ajili ya kutitia nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba Mungu aliomba afanyiwe wenye wameonewa hukumu. Hukumu yao ikuwe sawa sawa. Wasiwe wakifanyiwa yaliyo kinyume katika hukumu yao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Niliuliza mtoto mmoja, unataka ukuwe nini? Mahali nilienda kutembea. Akaniambia yeye anataka akuwe wakili, lakini sio wakili wa kutetea wauaji. Sio wakule wa kutetea nini? Na wale sio wakili wa kutetea wauaji na watu waongo. Leo anataka akuwe wakili wa kutetea haki. Tumpigie makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Muda sio muda ni kukutana na wakili mmoja kutoka Nyanza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na yeye akaniambia yeye kusomea wakili wa kutetea wale watu wakiua wanasema wachaua. Akaniambia ujue ya kwamba wakili wanakuanga tofauti. Sijui hao wanafunzi wetu wa grade 9 wanajua hivi. Ama wanafikiri wakili ni wakili. Kila mtu ako na section yake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yeye vile aliamua kugusa aende kutetea mtu akanyawe gari, useme wewe ukumkanyaga. Hiyo pesa upewe, unakula damu bwana. Blood money. Imekuwa hadabu, wewe unaweka mfuko, itamaliza nyumba yako. Ukienda kutetea uongo ukotini, hiyo uongo itakumaliza. Waliompewa katika madhabahu wakati wa kampeni, wakahaba, wakalia mahali hapa na hawakutenda vile walisema, madhabahu inawaitisa. Madhabahu inawahukumu. Na uchunge sana wakati unaingia madhabahu, unaombewa mpaka unalia unasema Mungu nisaidie, kinisaidia nitakutumikia. Ujue kwamba utaona huyu Mungu ashuke mtumikie, lakini utatenda yale Yesu Kristo alikuwa anate. Unajua sisi tunachiachilia ama tunajirani bila kujua. Tunasema tunaroga. 3/4 kwa Wakristo sio wameroa, wamechiroga. Mtu amelia hapa, amesema ukinipatia kazi nitakutumikia vile vilivyo. Ni jinsi gani unaweza kutumikia huyu Mungu? Kiwa wakati wa ujenzi unatoroka, wakati wa ujenzi unaweka preach utimisi, ni jinsi gani utamkumikia? No uliombewa katika madhabahu. Hii madhabahu sio ya kuchezewa. Mafuta sio maji. Chunge sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mtu analia akasema mimi nikachukua ukozo wa hapa, MCA hapa nitawasaidia. Wakati asikia akumbuke anaongeza branches. Unajua branches ni nini? Anaweka kando kando Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka watoto wakipita wanjia wakiwa na baba yake anamwambia dadi, ule mtoto anafanana Mary wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Hai, huyo kijana anafanana nani? Choni wetu. Unaonaje sasa? Na hapo lilio kasema utabadilisha hii mkuru wa njenga. Utabadilisha wachane yatima wako huko. Utawafidhi. Utawaona lakini uvanyi. Hii madhabahu itakuhukumu na kale ile sadaka ulitoa kidogo. Uchunge sana wakati unaingia hapa kilo na hapa. Kwa sababu kilo utatoa kidogo kutaka madhabahu. Kilo unaombe ukilia hapo. Usipotimiza madhabahu inakudai. Hata waende mpaka Tanzania, hata waende USA, hata waende Uganda, hii madhabahu itakuitiza kwa sababu hapo ndio liinuliwa. Na baada ya kuinuliwa ukakula kiapo na ukitimiza, ukaenda ukachanganya na watu wa Uganda, ukafanana hao.
Tuko pamoja? Ukaambia Mungu utakuwa mwaminifu katika hekalu yako. Ni jinsi gani unaweza kuwa mwaminifu ikiwa utendi mapenzi ya Bwana? Lazima utende mapenzi ya Bwana ndio kumbuko katika madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo lazima usimame na neno. Na neno kuinue. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Na unajua nampenda huyu, ukiwa uchafaa kiatu ikiguze, uwezi ukachua uchungu wa kiatu. Uchafinya, umesafaa kiatu kidogo, uchue vile uchungu iko. Lakini kuna wale wanafinywa, wanasahau kwa muda. Wafikiria ni kitu gani Mungu alikutendea. Hata saa hiyo ukikumbuka unalia. Usifikiri wewe unalia. Ni malaika wa Bwana wanalia. Wanakukumbusha unafanya kile uliahidi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiapa mbele ya macho ya Bwana ama macho ya mitume, usipotimiza utoe kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Unasema sasa nikipata kazi wewe ukiniingiza seli na kupimia suti. Na sijaona hata mmoja kusipimia seli suti. Si unaona umeapa? Lakini kwa chini umepata, umesahau. Ujue hii ni kiapo uliapa katika madhabahu. Nitajenga nyumba ya Bwana. Nitakuwa nikikutolea. Nitafika mahali hapa saa ngapi? Saa 2. Sitaangalia watu wachapangusa viti ama kufagia. Mimi nitakuwa. Lakini unafika saa 6. Uliapa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Wale wote waliapa kwa hii madhabahu, lazima warudie Mungu kama hawakufanya kulingana na mapenzi yake. Lakini nawakumbusha, ndio sisi sote tusije tukapotea. Bwana Yesu apewe sifa. Nawakumbusha. Bwana Yesu apewe sifa. Tunasemanga sana mtu akishiba anakuwa mjinga. Ni ukweli anakuwa mjinga? Mimi sijawahi kushiba nikuwe mjinga. Na mimi sipendi kuomba wakati nimekula. Mimi maombi yangu inasikika wakati niko na njaa. Kabla sijawekea sahani naomba Mungu kwanza. Ndio nikuomba nisiche nikashibe nikae mjinga nilale. Vile wengine tunalala kwa gita, tukiombea kwa gita. Nama ni uongo. Hata ujui usingizi ilikupeleka lini. Jifunze kuomba kabla hujameza kitu. Umwambie Bwana ni asante kwa ajili umeniandalia. Kwa sababu kuna wale hawana chakula wameandaliwa. Naomba wakumbuke mahali wako pia. Uwafungulie njia. Hata una kitu ya kusupport, maombi yanafika Bwana. Maombi yatafika mahali pale itafadilisha hiyo nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiomba ukimaliza unashukuru Bwana kwa ajili ya chakula. Lakini ikiwa njaa inakushinda, utapata hata yule ako karibu na wewe amekula. Unaomba kabla hujaandaa kuja mezani. Unamwambia Bwana, najua nikila nitakuwa msito kukuita. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna wengi wakikula kama watumishi wa Bwana hawakuli halafu waingie katika madhabahu. Kwa sababu utaingia waanze kutabika. Sinaonanga wengine wakitabika. Utakula kwa sababu utashindwa kuhema, utazidi kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa nini yule alikuwa anafunga, alikuwa anatembea akikunywa maji, ndiye alikuwa anapata nguvu na break ya kuomba vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wewe unaosiba kama uchali jirani yako hana, au kukula sana ukiomba maombi yako viki, lakini ya jirani itafika kwa sababu ako na njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa uliambia Mungu utamtumikia ikiwa jirani yako analala njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Unasema sasa ni budget. Budget gani? Budget sijakataa, tusiweke budget. Lakini tuwe watu wa mipango. Kwa sababu tumeokoka, sio tukue wajinga, tumeokoka tukue werevu.
Ukiwa na nafasi mahali unafanya kazi, wacha kukataa kupeleka mtoto wa ndugu yako ya kwamba atakuja kukoroga. Kwani wakati ulipata hiyo kazi alikuwa amekufa, sasa ameamuka. Mpeleke ndio asikue anakuambia nitumie hii. Ama aje? Unasema nikumpeleka ataenda kukoroga aje? Mpeleke akiwa hapo ajitafutie naye. Ukisema kuroga, kwani walikuwa wamekufa sasa wamekoka wakati ulipata kazi? Bwana Yesu apewe sifa. Atakusumbua zaidi. Tukue na utu wa kufanya kitu ndio tumfurahishe Bwana. Ni jinsi gani utaufurahisha Bwana? Ni jinsi ya kufanya kulingana na mapenzi na vile yeye anataka mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni utenda uhakikisho umetenda mema usiku na mchana. Kwa sababu malaika wa Bwana anazunguka. Anajua kwamba leo ni siku ya Sunday. Ni nani alikuja kupumzikia kwa kanisa? Ni nani alikuja atukue kitu imeingia hata moja aenda fanyie kazi? Ni nani alisoma Biblia akapata kuelewa? Ni nani alikuja kwa sababu leo kulikuwa mpumziko? Unapeleka ripoti. Ndio tunasema ya kwamba ukitaka Mungu akuinue katika maisha yako, tenda yaliyo, tafuta kutenda mema. Kila wakati urarapo amkapo, ambie Bwana usiache nikosee. Ukichua umekosea, chukua hatua ya kutubu, ya kuungama. Umwambie Bwana nimefanya bila kujua, nimefanya kwa ajili ya hasira. Si mnajua hasira ya Wakisi? Anatoka na panga. Usikuwe na hiyo hasira. Wengi tuliokoka tulikuwa na hasira mbaya sana. Unaona huyu mtu wa hasira ni mtu mzuri. Ako na roho ya upendo. Lakini Shetani analeta hasira ndio upendo yake ize kwa watu wake. Nataka kuangalia huyu mtu wa hasira ni mtu mzuri. Ako na kibali machoni pa Bwana. Lakini Shetani anang'ang'ana kwa sababu hataki kufa. Mwenye kukasirika sana anataka mwambie ni mtu wa neema. Kila mahali anaenda neema zinamzungusa. Ndio kwa sababu Shetani anakimbia na hasira ampomoe. Nani anakuburani na mimi? Nani amesema ukweli kwa na watu wa hasira kwa haraka na inaisha haraka? Ni watu wako na kibali. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko atuambia, akamwambia ufanye ambia ya kwamba awafanyie wanaonewa, waliodhulumiwa, awape hukumu iliyo thabiti, na wenye njaa awape chakula. Bwana uwafungue waliofungwa. Kuna wale waliofungwa wako mahali pale wanasurura, wanafikia wako lakini walitoweka katika laini ya Bwana. Na Bwana maandiko yatuambia akaomba akasema akumbuke waliofungwa katika neno. Leo ni kufungwa aina gani? Huyu Daudi alifungwa. Alimaanisha wale wamefungwa katika neno. Kuna wale waliofungwa katika neno na Mungu awakumbuka awafungue. Bwana Yesu apewe sifa. Wako mahali pale kwa chini walienda katika ndoo ya utumwa. Unanielewa na maanisha nini? Yaani wanazunguka tu, wanaona hakuna mahali wataenda. Wanazunguka katika huyo utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maandiko yatuambia Mungu awakumbuke. Awafungue wafanye kazi yake, awafungue wafaulu katika maisha yake, awafungue waliofungwa wasipate ndoa, wafunguliwe in the name of Jesus. Maandiko yatuambia Mungu awafungue. Waliofungwa wasipate watoto pia Mungu awakumbuke. Waliofungwa wakuche Nairobi wasurure wasipate kazi warudi nyumbani, Mungu awakumbuke. Bwana Yesu apewe sifa. Waliofungwa kule gerezani kuwekelewa mambo, Mungu anyoroshe mkono wake awatoe mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni mambo mengi Daudi alilia. Akanena, sijui wewe wakati unaomba maombi gani? Ama unasema Mungu akuongoze katika njia zako, akuongoze watoto wako na ndoa yako, unasema amen. Tunaitwa kwa ajili ya kuombea taifa na wale wote wanaokaa katika nchi wapate kufunguliwa.
Ikiwa kuna mama mko hataki kukuona, waambie Mungu aguse roho yake, akuone kama yule wake yake naye. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa kuna katika familia mwelewani, ambia Mungu atembee mahali pale. Kwa sababu Shetani ni yeye wakuja wa kutawanya, lakini Mungu wetu wa kuunganisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ambia Mungu, kumbuka hii familia yetu. Ni familia mapotea. Ufungue na upate ujua. Wako mahali pale, wako na makazi makubwa, lakini hawataki kuandika mtoto wako. Kwa sababu wanaona wakiandika yule mtoto wako, watakwenda kufanya nini? Kuwashinda. Na hiyo roho Mungu aiondoe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuni moja iweze kawakisa moto, lakini kuni silio mpeni moto inawaka. Ni kwa nini? Kuna wale wanawasa moto aina mosi. Kwa sababu kuna wale wanaenda huku na huku katika njia za giza, wakifunga nyota za wengine ndio wasicho wakafaulu. Lakini kuanzia leo Mungu awakumbuke na awafungulie nyota singare. Watoto mahali wanaenda wabarikiwe. Mtoto asimalize university ya kuja kurandaranda hapa nje. Mungu amkumbuke. Kiwa alifungwa akienda mahali baada amfungulie njia. Bwana Yesu apewe sifa. Ama wewe unaona furaha tusomeza watoto tujangie hapa, alafu wakitoka hapo wanakuwa useless. Wafunguliwe katika jina la Yesu. Kila wakati wafunguliwe mahali wanakanyaga, Shetani abomolewe huko. Baka wamalize wakiwa vima, wakuwe wa baraka nao pia. Wakuje usika wengine mikono. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio maombi tunaomba. Tunaomba ya kwamba Mungu afungue waliofungwa, walioachiliwa katika nchi za mateso, waliofungwa kule gerezani wakawekelewa. Kuna wale wamewekelewa kesi mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu kuanzia leo awapae uhuru kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana uwafumbue macho waliopofuka. Bwana uwainue walioinama. Bwana uwapende wenye haki. Haleluya. Hakalia akasema Bwana afungue macho waliofungwa macho. Daudi alikuwa anamaanisha nini? Anasema kuna wale wako mahali lakini hawajitambue wao ni wakina nani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio hao alisema ya kwamba wafunguliwe waliofungwa wasione. Mtu ako mahali pale anasunguka, hataki kutoa, wanapigania na ndugu yake samba, na samba haiwezi kafika heka. Ni mpaka tu. Yaani baadaye kuambia Mungu, mimi nataka unitoe katika kifungo. Nikienda kule Nairobi nikipata hera, unifundishe vile naweza kusave. Unajua kusave ikipawa. Kuna yule anayepokea pesa na anakula anamaliza. Anajua ya kwa mwezi mwingine atapewa adva, mwezi mwingine atapewa end month, atapewa pesa. Ana mafikiria, ajui kama watoto wanakuwa. Hata sio watoto, ajue brand kesi itakuaje. Ajue ya kwamba ile iliyo kuandika ndiye itakufuta. Ni nini iliyo muandika? Karamu. Yaani ana mafikirio, ana mpango sawa sawa. Wao ni watu waliofungwa wasichwe. Wanakula wakumbuki kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Wanakula wafunguke. Kama wewe hujawahi kuona watu kama hao na waona. Zaidi hapo unapata ni wamama. Kwa nini naongea mbaya wamama? Unasema huyu bwana anakula pesa mingi. Anaanzia kwa hoteli na hii pesa mingi. Wacha niirarue. Utairarua unaimaliza kesho utalia. Hata ujui kusevu. Akikupatia ngiri moja unasema siriisa. Na budget zikeisha mko na yeye na wewe na yeye na mtoto. Ngiri moja imeisha rangi yake. Wamama tuko. Bwana Yesu apewe sifa. Sio sevu akiwekewa unamwambia iko pesa, umsurprise siku moja, umwambie kama mchachenga tunue mabati hata 5. Ama kwa ajili yeye ni mwanaume ajenge. Siku ya leo ni kufuatana mikono. Siku ya leo ni kukanyaga pamoja. Ndio safari ikuwe rahisi. Lakini ukimwambia hapana, lipia mtoto wako sibili visi hapana, nulia huyo kibisichana nguo hana hapana, fanya hivi na hivi. Tunaona wasungu wametushinda ndio kwa sababu wako weupe. Wametushinda ukweli ndio kwa sababu wako weupe. Lakini wewe unaangalia ni yule tu kwa sababu ni mume.
Hata ikichelewa wewe ukiwa kazini uwezi ukalipa hiyo rent. Unamwambia pesa yako inaongojea, unajua hujalipa. Wewe hutaki kutoa ile yako hata ukiwa ulipata mshahara mapema. Tuko wamama kama hao. Tuseme shetani ashindwe. Naona kimtasemi. Tuseme shetani ashindwe. Unajua wakati tumefika, hii wakati tuko nao unajua nini? Na kumbuka wale tuko nao ni majenzi. Sasa akiona unaongojea dadi, pesa yako wewe inaenda wapi? Wewe pesa yako inaenda wapi? Yaani acha wewe kukuuliza hivyo. Ati unaongojea kila kitu, apepe roni, afanye kila kitu kwa nyumba. Kwa sababu yeye ni mwanaume. Iliandikwa wapi? Ati afanye kitu kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna wale wamefungwa na hiyo nira hawatafanya kitu. Kuna wale wamefungwa wanaweka katika mahali mwanya inatoboka. Unajua mwanya ikiwa inatoboka inaenda wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Maisha tuko nayo, wewe ndio utachenga maisha ama utabomoa maisha yako. Na hii tuko nayo maisha. Ujui ni mafupi ama ni marefu. Wewe ndio utachichengea China ama uchiharibie. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini kwanza tanguliza heshima. Uchiheshimu ndio ukijiheshimu utaheshimiwa pia. Ukijiheshimu utaheshimiwa na wengine. Na ukikaa chua kukaa na watu mahali pale. Hata ukiwa uko katika watu wachuwezi wapatie upendo. Kwa sababu katika maandiko yatuambia upendo ndio sheria kubwa ya nani? Ya Mungu wetu. Kwa hivyo tuangalia mahali pengine, mahali tunapenya, ndio tubarikiwe. Unaweza kuweko kwa hiyo kwa hao maskini, waone vile Mungu wako aone vile unakubie. Umebievu, Bwana Yesu apewe sifa. Utaambia mtoto asitembee na watoto wa maskini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo Mungu afungue wale waliofungwa wasione mbele wala nyuma. Yeye anapata pesa anakula yote anasema nitachenga. Na hajawahi kujenga. Na mmekaa nayo miaka 10. Hajawahi kukutolea mali. Na unasema uko na bwana na wewe unasema uko na bibi. Bwana Yesu apewe sifa. Kana mtoto wangu miaka 10 mimi namtoa. Kwa ni nzuri. Miaka 10 unafanya na mtoto wa mwenyewe ukifanya nini na yeye? Kama ni watoto unaona wako, watoto ni baraka. Nani anakuambia watoto ni dhambi? Makosa yako na makosa ya mke wako hatuwezi tukawekea watoto. Si nitawanunulia mahali niwaweke. Kwani kuna nini? Ukwani unataka yule msichana wako wa kwanza ameoa au aende kulipia mama? Ati unasimamizwa ati na uacho utalipa mahali kwa sababu mama yako atalipiwa. Yaani ni aibu gani hiyo bwana? Ni aibu gani hiyo sasa mnaleta? Wazee tuko wacha aibu ndogo ndogo. Kama umeremewa kucha kwangu tuongee kidogo, nitakuchangia na style. Kwani ni wangu? Kwani wacha niwaulize. Kwani kuna mtu ana kasoro? Sisi utaona njaka kidogo kidogo. Taleta uchuzi wangu hapa. Sitawaambia na kuchangia mali uende kulipia bibi. Bora kuwa mwaminifu katika nyuma ya bwa. Kuwa mwaminifu. Sio zaidi naongea tolea watoto wewe na kuona unatoroka. Isema tarehe 3 months ukuje kwa kanisa, kuwa mwaminifu. Na roho akutambue. Utakuja tuongee nao kidogo, sitasimama hapa nisema niko rasi ajaribia mama. Sitasimama nitacheza kama mimi. Hiyo pesa tuita? Iko hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kusema ati unameoa bibi unataka kumwangalia. Unamchunga nini watoto wanne? Unamwangalia nini fozua? Unaangalia nini yeye? Yaani unataka tena arudi akuwe mrembo. Wewe ndio utamfanya akuwe mrembo. Wewe ndio utamfanya asiseeke. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mama, kwa nini uleti matunda? Unampima nini miaka 2, miaka 5? Unampima nini? Unampima nini? Ujue unazeeka.
una waste your time ukiwa na wewe. Unasema na mjima, wacha niangalie mwaka, wao sio kuzuri. Ndoa yako ni yako na yeye. Sio wazazi wake. Siku hizi watu wamechenuka, wameenda mbali. Unaenda hata Tanzania unanua sabo na kaa huko, bora wasaidie naenda kuangalia. Kwa ni lazima uchenge kwa boma. Kule umefungwa. Hiyo boma imekula watu wangapi? Damu imemwagika huko ngapi? Kuna mahali unakaa uwezi ukawa successful. Lakini ukitoka vile Abraham alitoka, alifaulu ama hakufaulu? Acha kukaa hiyo mnapigana na ndugu yako kwa ajili ya mpaka. Kwa mtu mwerefu, kwa sababu mwenye anaokoka mafunguliwa akili na macho pia apate kuona. Acha kusema ati tuchakataa akupatie sehemu yako, hata ukiweka nyumba room 2 ni sawa. Lakini funguka macho. Ujue kwamba mahali utaenda utabarikiwa. Ambia Mungu akutume vile alituma Ibrahim. Ara? Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye akapokea baraka katika ile nchi. Lakini Mungu anaona mnang'ang'ania na amekubariki na kazi, utaki kutoka mahali pale, nasema ni kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukambani samba ni mingi na kama ni watu wapole, wangwana. Samba ni mingi huko. Mtaki mnaona huko nini? Wapi ukame nani anawaambia? Ukiongea hivi nasikia mbaya. Kwani nasikia mbaya? Hawa ni watu wangwana, wakipea mkipendana mmepemana. Na huko sasa ikiwa wao hawakuwa wezi ya kuchimbua maji, kwa nini wewe uendi huko maendeleo? Kuna mahali nikanyao wakaniambia madam, ukikuja hapa tutapata stima. Unaona? Wanataka stima lakini hawana uwezo. Kuna mahali hawana uwezo, si uende wako waleta maendeleo, uchimbe maji, uwapatie free kwa sababu wewe Mungu amekuinua. Kwa hivyo usiwadharau, usiona ya kwamba hakuna kiangazi huko. Nakwambia Ukambani kiangazi. Kiangazi mahali nilifuna gunia 10 ndio kiangazi. Wacha kucheza na Ukambani, ni mahali pa baraka. Ni mahali pa baraka huko, wapigie makofi. Ni mahali pa baraka. Ni wewe vile unjiweka kama wao hawachapata ya kuwainua. Sio wewe ndio wainue ndio nao hizi miaka mingi. Wewe ndio wainue mahali pale na wewe ubarikiwe. Na wewe uishi miaka mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu asema kweli, niliona kale ni alienda Ukambani akachimbua maji na walikuwa na shida huko. Unajua shida yao ni pesa. Kwa hivyo kukosa pesa sio umaskini. Mungu anaweza kuwatumia mzungu kule awachimbue maji. Na wakichumbua wapate chakula mingi. Ukienda mahali pale ukifanya maendeleo wa kule, mahali wanalala wanakubariki. Mnaamini uchawe sana. Atakuroga vile utamuendea. Watu sio wachawe, ni nyinyi mnatania hivyo. Hiyo ni chini iliharibika sana. Bwana Kisii hakuna uchawe. Ucharuani hakuna uchawe. Mnawasika mbaya. Watu ni waungwana bwana. Kwa hivyo wacha kung'ang'ana samba huko, enda hivyo. Yaani wakamba wanipigie makofi. Kwa sababu nataka kuwapatia ya enda huko mweka maendeleo musikane. Ndio mambo ende sawa. Tusaidiane. Unajua tukisaidiana tukizikana mikono, wacha kuongea mambo mengi. Hata huko Embu utaenda, hata ikiwa ni Meru ndaenda. Tena Meru niliingia 1999 nilipeleka huko huduma. Ni wagwana. Wakipiga chakula sio watu wajoyo. Sio watu kama wale wanaficha wakiwaona wanaongezea maji vile mnisikia. Yeye wanaleta kila aina ya chakula kwa meza. Wewe ndio chagua ile utapeleka, utapiga mtogoi, upige ugali, upige githeri, chapati, kila hiyo. Na ukataa kimaliza utapepa. Hao ni watu wabaya. Kwa hivyo mnakataa kwenda Ukambani, mnakataa kuwapea wasichana kwa sababu ni kiangazi. Ningekuwa na wengi ningewapea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo msiogope. Mwenye nawaambia ni kiangazi, hiyo ni uongo. Wacha kuharibu China. Mahali nakaa na nifeel niko strong.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunataka tuinuane. Tunataka tufanye nini? Tuinuane. Tutende mema. Tupeleke injili mahali nyingine iweze kufika. Tuombe mahali pale. Mimi nafikiri wakati tuliingia huko mwezi wa 9, tuliomba huko. Mimi ndio wa kwanza nilivuna gunia 6. Sehemu kidogo protein. Nilivuna gunia 6. Wakaniambia, nakumbuka mkikuyu mmoja akaniambia, mmekucha na baraka hapa. Tangu tukae hapa miaka 6 hatujawahi kuona mvua. Nikamwambia sasa mvua itakuja na magonjwa yale watu walikuwa kwa wiki itaenda in the name of Jesus. Kwani wewe unakaa na Kisii hakuna samba? Mnapigana na mapanga bure. Kuna mapanga hapo mnakibimiana, mnakibisiana. Umepewa kanusu weka, Tonia pewe na yeye umpewe nusu weka na mwingine iko wapi? Utaenda kununua wapi? Amerika. Hata Amerika tutakanyaga huko kwa imani. Si tunaenda kwa imani bwana. Tuende tuchae mahali pale tuombee wale walio mahali pale. Mvue kuje every year. Kwani kuna nini? Imani ndogo ndio hiyo. Imani ndogo? Ni watu matajiri. Kama unapata mtu ako na eka 30 si ni tajiri? Kisii kwa eka 30. Mimi ni kwetu niliona eka 8. Na imewawanya sasa watu hawana. Kwa hivyo tuombe kuwe na imani. Waje kusema mvua nyezi, nataka waenda mahali pale walete mvua. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni mambo kidogo kidogo. Mandisi tutawaletea kutoka huko. Mtasema ni Ukambani. Kuna sehemu Kisii mnapenda mandisi. Ucharuoni mnapenda mandisi. Ama ni wapi? Kila kitu fanya na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na akasidi kusema wapende wenye haki. Mungu anapenda wenye haki. Na anasikia maombi yao kwa haraka. Wenye haki ni wale hawana vitina, masengenyo, kichini chini wa uongo, lakini wenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukiwa katika nyumba yako, ukiwa na watoto sita, bako uchue ni mtu gani hata akifanya kosa anaitika. Si ndio? Lakini kuna yule anasema hata akifanya aje, hata umpige, aweze akasema ukweli. Unapenda nani kwako? Ni yule mwenye, lakini yule hatutamwacha, tutaendelea kumtrain. Kwa hivyo Mungu wetu Bwana Yesu Kristo anapenda wenye haki. Ndio kwa sababu katika kitabu ya Mathayo natuambia tumepewa muda wa kutubu na kumrudia. Kwa hivyo wewe unaosumbua watu kwa proti, usifikiri umefika, ni muda umepewa wa kutubu. Wewe unaosumbua watu kila mahali unaenda na vitina yako, ujue kwamba sio umeshinda, ni wakati umepe. Kiwa tumepewa, Mungu wetu alitupenda, ndio kwa sababu ametupatia muda wa kutubu na kumrudia. Ndio maandiko yatuambia kwamba yeye usimama na watu wenye haki, uwatetea hata ikiwa kuna dhoruba aina gani, uwasimamia hata ikiwa kule mahali wako. Bwana Yesu apewe sifa. Na unajua wenye haki ndio wanapata mateso mengi, lakini yale mateso wanapata ni kuwainua katika kiroho. Kwa hivyo usifikiri ya kwamba wenye haki hawapate mateso. Ayubu si alipata mateso? Ndio wanapata katika mateso mengi. Lakini hiyo mateso inaleta ushindi kwao. Hiyo ndiye inaandaa ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana waifaidi wageni, wategemeze yatima na wachane, bali njia ya wasio haki iharibu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia, akaomba akasema awaifaidi wageni. Tena akarudi akasema ya kwamba hawategemeze yatima na wachane, awatetee, lakini wao wachane kweli kweli na yatima kweli kweli. Sio yatima amuka aende kwa jirani aibe, Saira anapiwa na nihurumie, kesho yake anaenda anaiba, ati anaenda akiiba, hata akisugu akibiwa nasema ni njaa. Hapana, mpatie discipline ya kutosha. Umwerekebi umwambie hapa sitaki na hapa nata.
Lakini maandiko yatuambia akuwe yatima na mchane kweli kweli, kumaanisha achiheshimu. Si kuna wale wachana wachiheshimu? Nasikia leo ako Kisumu, kesho ako Pipeline, kesho ngine ako kwa Ruben, mahali yako. Lakini maandiko inatuambia akuwe mchana anachiheshimu, akuwe yatima anachiheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata mahali anakaenda aheshimi, achue ya kwamba huyu yatima ako na tabia nzuri, ni mtoto mtiifu, sio mkaidi, mnyenyekevu. Akuwe sio mkaidi, hata mimi sipendelei wakaidi. Na mtu akuwe mnyenyekevu, mwenye kutii, mwenye kuheshimu wakubwa wake, mwenye kuongea vile anachua kuongea na wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mbali wasio haki awaharibu. Hiyo ni maombi ya nani? Ya Daudi. Kwa sababu Daudi alipitia katika mapito, anataka kuomba ndio achibiwe kwa haraka, warudisiwe maovu yao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana atamamiliki milele, Mungu wako Sayoni kwa vizazi vyote. Haleluya. Bwana ni mwema. Kwa hivyo yeye uchunguza roho ya mtu, uchunguza fikira zako, unatoka wapi unaelekea wapi. Anajua ukiingia katika ile rango unawasa nini. Ukiingia rango, umekuja kutafuta uso wa Bwana, umekuja kuucha kwa wakati. Si niwaambia watu wa wakati kitu wanafanya Unajua mweye inafanya nini? Ikiingia kwa boma, mweye inafanya nini? Unajua Bwana Yesu apewe sifa. Na Wakristo wale wasioamini wanakaa kama mwea, wako mahali pale, wakifaulu wanatoka. Na yule wanaotoka naye imani yake alikuwa ameweka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Tulipopanda kule mlimani mwaka 98 mwaka 2002, wengi walienda wakasema, mimi nataka bibi mzuri, mimi nataka mwanaume, mimi nataka watoto, nataka amani kwa nyumba yangu. Hata hapa kuna amani ukiombea hapa. Lakini mmoja akasema yeye anataka kuona uso wa Bwana, kwa sababu ukitanguliza uso wa Bwana mambo yote yatakuwa sawa, hata kasini visirani yataisha. Bwana Yesu apewe sifa. Simama naye Yesu Kristo katika imani, na yote yanatendeka kwa wale walio na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Wale walio na imani ndio wanatendewa. Wale wasio na imani mambo yao inakuja 50-50, kwa sababu Mungu wetu hawezi akakuachilia hivyo. Anakupatia muda wa kutubu na kumrudia. Anakuachilia ili ukae katika Kristo, uone yale aliyotenda akiwa kwa ukuwe mwaminifu katika njia zako zote. Wewe jiuliza, kuwa mwaminifu katika mara Bwana atakuwa aje? Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa ukitembea kwamba unatembea katika mwangaza, usicho kaenda unatembea katika njia sio mfurahisha Bwana. Na mahali hapa ukianza kuimba utaimba ya kwamba utaimba tena. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukitaka mume wake aheshimiwe, mheshimu mahali mnakaa. Ni uongo ama ni kweli? Umheshimu mahali unakaa, ataheshimiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na maanisha aje nikisema hivi? Usiwe noisimeka asikule kwa nyumba. Uwe mtu mkamilifu, mnyenyekevu. Hata ingine unanyamaza, waambie Mungu, nifundishe kunyamaza. Mimi sisikii nikiwa sawa, lakini unifundishe kunyamaza. Bwana Yesu apewe sifa. Heshima kutoka huko mpaka huko. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko pamoja. Na watoto wasije wakasema tukiona sisi tutapigana hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri tukae katika neno, tukizingatie masharti ya Yesu Kristo. Tukae vile wale waliotutangulia walikaa, ndio tupokee baraka na neema. Ndio tuende mbele, tujue tutafanya nini. Usione umechelewa kufanikiwa kile ulikuwa unataka. Jua ya kwamba Bwana anakuandalia yaliyo mema. Hata ikiwa ni uchungu unakutana nao,
sio hiyo chungu ndiye nakuangalia mazuri. Mbarikiwe sana. My name is Betty Mna and I have a song. Ametenda mema huyu Yesu ndiye maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndiye maana mimi nampa sifa. Ndiyo maana mimi nampa sifa. Ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndiye maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndiye maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu ndiye maana mimi nampa sifa. Thank you. My name is Abednego. Can I have a song? And then the canopy of God, my Savior, you cover me, give me security. And then the canopy of God, my Savior, you cover me, give me security. Kwa majina ni Valencia na niko na wimbo. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Thank you and welcome. My name is Hope Evans from Nabi Powerful Christian Church and I am so. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mafundisho shambani mwa Bwana, wavunda chini wachache. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mafundisho shambani mwa Bwana, wavunda chini wachache. Twendeni tukavule, tukiyaweka tayari. Twendeni tukavule, tukiyaweka tayari. Ni nani atakayefanya kazi unapokaa ukilalamika? Ni nani atakayefanya kazi unapokaa ukinung'unika? Na jua kwamba muda umeyoyoma, ungepoteza wakati na kama ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha
song. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuwe silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza.